Thank you Jesus. Basi mpendwa msikilizaji, mahala pote ulipo, kama sauti na kufikia, ni siku njema, wakati ulio mwema machoni pake Bwana muumba mbingu na nchi. Ametupenda, ametulinda, ametukirimia kibali na nafasi kuendelea kuishi kwa wingi wa rehema zake, uvumilivu wake na pia ustahimilivu wake. Tungali tunaishi. Tuna sababu za kumshukuru Mungu, kumtukuza, kumwamini na kumtumaini, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo. Imempendeza kwamba siku ya leo tuweze kupata nafasi ya kukutana masaa kama haya kwa ajili ya kushiriki neno lake Bwana. Kwa hiyo naomba muda wako mchache, msikilizaji mpendwa, kwa ajili ya sauti hiyo, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Kabla ya mambo yote, ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa ajili ya maombi, kwa sababu ya pumzi ya uhai ambayo tuko nayo na nguvu za mwili ambazo Mungu ametukirimia kuwa nazo, tunapojikabidhi mbele za Bwana ili ya kwamba aendelee kutulinda zaidi na akatuhifadhi, akatuepushia yale mabaya, tukirimie nafasi ya kuona yaliyo mema, na kwa imani yote yanawezekana. Napoomba na wewe pia unaweza kujiombea hapo ulipo tu, ukamkumbusha Bwana hitaji lako. Ni Mungu mwaminifu, Mungu wa rehema, hana upendeleo wala ubaguzi. Ni Mungu wa wote wenye mwili, anaweza kukusikiliza na akakutendea, nawe ukashuhudia wema wake Bwana. Zaburi 142 mstari wa 5 hadi wa 7. Alafu tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Psalms 142 verse number 5 to verse number 7. Bwana, nimekuita nikasema, ndiwe kimbilio langu, fungu langu katika nchi ya walio hai. Ukisikiliza kilio changu, kwa maana nimedhilika sana. Uniponye kutoka kwao wanaoitafuta, wanaonifuatia, kwa maana wao ni hodari kuniliko mimi. Uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki hii watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimu. Tuombe. Tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa huruma zako, na asante kwa kutuhifadhi mpaka leo. Asante kulinda mahali hapa na kulinda wasikilizaji. Asante kwa amani na utulivu usiku na masaa haya. Pokea sifa, kwa maana umetuwazia mema na kutupangia mema. Uinuliwe na utukuzwe, uabudiwe na uheshimiwe, kwa maana hapana kama wewe. Nami nakuadhimisha mahali hapa siku ya leo, nakiri Yesu ndiwe Bwana, na kando na wewe hakuna mwingine. Tunakutazama, tunakuangalia uketie juu, na kuomba Bwana Yesu zidi kunutawala, uendelee kutuendesha katika siku ya leo Bwana. Kila sekunde, dakika, lisaa, Bwana endelea kutawala. Utuepushe na mikasa na mikosi, utuepushe na zile njama za adui Shetani, ukatukirimia kibali na neema ya kushinda na kuona ushindi. Mahali tuna makosa Bwana, utusamehe, ututakase na utusafishe, na pia utumadilishe, tupate kimbali machoni pako Jehova, na ukaachilie msaada wetu juu ya msaada wako Bwana juu ya maisha yetu, ukituzuilia na yule mwana mwasi na mkono wa adui Shetani, kwa maana mamlaka yote na wewe Jehova. Damu yako itufunike na ikanene mema. Kila mpango uliopangwa na Shetani tunakemea upate kushindwa katika jina la Yesu. Tamalaki mahali hapa Jehova, na ukatende mema, na sifa na utukufu zitakurudia uketie juu. Tunapolisikia neno lako, nijalie kunena ya pasayo na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo.
anayesikiliza neno lako naomba likambadilishe, likamfanya kuwa mwana katika ufalme. Nimekataa kila maroho ya kuzuia Injili, mamlaka ya waganga na wachawi na washirikina, mamlaka yote ya giza yanayopingana neno la Bwana, ninayapisha kapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, neno lako likazidi kutawala mahali hapa, likalete ukombozi na ushindi wa kila mmoja, ukaachilie uponyaji kwa wale wagonjwa na nguvu kwa wale wadhaifu, ukitenda mema katikati yetu na sifa zitakuwa ni zako Bwana. Tumeamini ya kwamba umesikia na kwamba unaenda kutenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba, la Mwana na la Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Bwana akubariki sana. Utende mema, kuepushia yale mabaya usiyoyaona na kukirimia kuona yale mema unayoyatazamia katika siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa kibali cha kuona uzima wa leo. Ni wengi sana walitamani wakaone leo, lakini matukio ya dunia hayakuwapa nafasi ya kuona leo. Mimi na wewe tumepata nafasi ya kuona leo kwa sababu ya neema ya Bwana. Kwa hiyo tuna kila sababu za kumshukuru Mungu, kumwamini yeye na kumtukuza, maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo, na zaidi sana kuendelea kujisalimisha mbele za Bwana kwa kuyashika yale ambayo yanampendeza na yale yasiyompendeza tuweze kuyaacha, na bila shaka tukiweka imani yetu kwake tutaona mabadiliko maishani mwetu. Kwa hiyo mpendo, hata sasa ujue ni baya usilitende, lile unajua ni baya na usilitende, usije ukafunga maisha yako mwenyewe. Ukijua hili ni baya unaachana nalo, unashikamana na lile lililo jema, na hapo ndipo Mungu naye atakuwa upande wako, atakusimamia na atakuletea, na wewe utaona ushindi. Ila ukitenda mabaya ambayo unajua ni mabaya, ujua kwamba dhambi ya makusudi haiendi bure. Dhambi ya makusudi ina mtu ambaye ameitenda anapata mapigo mengi sana. Maandiko yanasema adhabu kali ni kwa watu ambao wanaacha njia. Severe punishment ni kwa ajili ya watu ambao wanaiacha njia. Usikuwe controlled na watu ukafanya mabaya, usikuwe controlled na hali ukafanya mabaya, usikuwe controlled na chochote ufanye mabaya. Kijua hili ni baya, hata kama mazingira yanakaaje, jikaze, mpende Mungu, jikaze, utende yanayopendeza Mungu, na bila shaka uzuri wake Bwana utauona, wema wake Bwana utauona maishani mwako. Ila ukidanganyika, basi utaanza kuteseka na utakuwa unasema ni kurogwa. Kumbe si kurogwa, ni wewe ulipumbazika ukafanya mabaya ambayo unajua ni mabaya. Tumwogope Mungu sana, kwa maana ndiye dereva wa maisha yetu. Tumwogope Mungu sana, hata ukiwa peke yako mwogope Mungu. Usifanye mabaya kwa sababu uko peke yako. Wako watu wanafanya masturbation kwa sababu wako peke yao kwa nyumba, anasahau ya kwamba Mungu yuko naye hapa, anamuona. Hata kama uko peke yako mpendwa, mche Bwana. And what is not right, don't do it. Ndio kesho yako itakuwa ni njema. Maisha yako hapa ndio yataonekana katika utukufu.
Lakini tukifanya mambo yasiyompendeza Mungu, maisha yetu yatakuwa ndani ya dhiki, taabu na uharibifu mpaka wa milele. Usikubali mpendwa, mcha Bwana, jiepushe na njia mbaya. Daudi akawa ananena maneno, akapeana ushauri huu katika hali ya utangulizi. Kabla nikupeleke kwenye somo, Zaburi 37, Psalms 37 verse number 24, nasema hivi 27, Psalms 37 verse 27, jiepusha na uovu, utende mema na kukaa hata milele. Jiepushe na uovu, utende mema na utakaa hata milele. Kwa hiyo mpendwa, popote ulipo, chochote unachopitia na hitaji lolote unalo, jiepushe na uovu, ukatende mema na utakaa hata milele. Yashike sana hayo mpendwa. Mungu wetu hana excuse. You can't give God excuse. Mwambie Mungu, ni kwa sababu ya fulani ndio maana nilifanya hili na lile. There is no excuse you can give God. There is no. Ndio maana ameandika neno lake kwamba tujiepushe na uovu. Tujiepushe na uovu, na sisi tutende mema popote pale. Anasema tutakaa milele, tutakaa milele. We will abide forever. Tutazuiliwa mema, hatutanyang'anywa baraka zetu, hatutazuiliwa ushindi. Hata katikati ya mabaya tutaona utukufu wa Bwana, katikati ya shida tutaona utukufu wa Mungu, kama tutajiepusha na uovu na tutende mema. Popote pale kwenye giza, bado tutaona mwangaza wa Bwana. Katika kukataliwa tunaweza kuona utukufu wa Bwana. Mungu akatuandalia meza mbele ya watesi. Sikubali kutenda mema mpendwa. Ujiepushe na uovu, uache visingizio fulani na vijisababu ambavyo havina misingi. Jiepushe na uovu, tenda mema. Mungu aandae meza mbele ya watesi. Tende mema mpendwa. Kwa nini ushiriki mabaya ukijua ni mabaya? Hata kama umekosoa, hakuna siku ukishatenda mabaya sasa utasaidika. Hakuna. Ni kutenda mema ndio kunaletanga mema. Na hapa ndi hata Mungu wa kisasi anaweza inuka akulipizie kisasi. Kama na wewe unaweza kutenda mema, the Lord of Vengeance will arise on your behalf and avenge you. Na hapa ndi anakuwa na utukufu katika maisha yako. Yaani mlango utafunguka ambao hauwezi kufungwa tena. Lakini tatizo ni kwamba we are carried by circumstances. Na tunashiriki mabaya, tunajua ni mabaya. Tunabebwa na situations na tunashiriki mabaya ambayo tunajua ni mabaya. Tunachukuliwa na makosa ya watu fulani, tunachukuliwa na uovu wa watu fulani, na sisi tunakuwa overwhelmed or weighed down, na tunaanza kufanya mambo yasiyofaa. Na huku tunatarajia kwamba Mungu tu atatusaidia. God is a holy God. It doesn't matter where you are and what you are going through or what the people have done to you. God is a holy God. And He does not take any excuse. He takes no excuse. He demands us to be righteous in all our conversation or conduct. Kasema kwa Isaia, tutengeneze nyikani njia ya Bwana.
na tunyosha mapito yetu hata kama ni jangwani, na ndio kila bonde litafunikwa na kila mlima utaangushwa, and we will see the glory of God. But how can mountains fall and valleys be lifted when we are excusing ourselves and sinning against God? Haiwezekani. Wakati tunasingizia kwamba ni jangwa linanifanya nikosee, ni nyikani, niko nyikani, nikukaukiwa ndio kunafanya nitende haya, na huku tunatarajia kuna siku Mungu atatuonekania, then we are lying to ourselves. It is impossible. Jiepushe na uovu hata kama uko jangwani, hata kama uko nyikani, tengeneza njia ya Bwana. Jiepushe na uovu. Hata kama Yusufu alikuwa hana makao, alikimbia usharati. Hakusema Mungu ataelewa sina makao. Hapana, hata kama alikuwa hana makao, alikimbia usharati, na Mungu hakumwacha. Hata kama aliingia jela, lakini Mungu anajua kuwafariji watu wake. Mungu bado alikuja kumfariji, na faraja aliyompa Yusufu ni faraja ambayo ilikuwa permanent. When God remembered Joseph, there is no other day Joseph cried. Hakuna siku Yusufu alilia tena, hakuna, kwa sababu na yeye hakukubali kuishi kwa excuse. Alimcha Bwana na akajiepusha na uovu, even when the environment was not conducive. Even when he had an option to excuse himself, he chose not to live in excuse, but to run from sin. Na wewe mpendwa, usidanganyike mpendwa. Yesu anasema ukitaka kumfuata lazima ujikane mwenyewe, bebe msalaba wako. Useme pamoja na hii shida yangu siwezi kutenda Mungu dhambi. Pamoja na vile nimetendewa siwezi kwenda kwa mipango ya kando kwa sababu ya vile nimefanyiwa. Nitabeba msalaba wangu nimfuate Yesu. Yesu anasema atakupa pumziko. Mzigo ukiwa mzito anakupa mwepesi, nira ikiwa nzito anakupa laini, na zaidi ya yote anakupa raha nafsini mwako. Situgeuke wapendwa, tushike maneno ya Bwana yasemavyo, nasi tuishi yatuongozayo. Mahali yanatuonya nasi tuonyeke, mahali yanaturekebisha nasi turekebike, mahali yanatutahadharisha nasi tuchukue tahadhari, na tuishi katika haki, na bila shaka tutamuona Mungu. Kwa jina la Yesu. Mwenye masikio na asikia hayo. Back to the topic. Kirudi katika somo. Bado niko hapa hata leo nikwambia kwamba hakuna kitu akiwezekana. Hakuna kitu akiwezekana, lakini lazima umrudie Bwana. There is solution to any given problem in heaven, not on earth. Duniani hakuna solution, but in heaven we have a God who created heavens and earth, and He's the ruler of anything, even the evil in the world. He's the one who's ruling them. He has solution to any given problem, but we must cry to the Lord. Lazima tujifunze kumulilia Bwana. Hatuwezi kupata suluhisho kama hatumlilii Mungu. Hatuwezi kusaidika mpendwa kama hatumlilii Bwana. Kama wewe ni muungwana sana, umekauka sana, macho yako yamekauka sana, huwezi kumulilia Bwana, it is impossible to see the help of God. Utakuwa unateseka na mambo fulani ambayo ungeteseka nayo. Utakuwa unahangaishwa na kitu ambacho ungemulilia Bwana hakingelikuhangaisha, suluhisho lingepatikana. Utazoeana na shida ambayo ungemulilia Bwana ungelipata mlango wa kutokea.
lakini kwa sababu wengi wetu tumekauka sana kulilia Mungu, tunasikia hiyo ni kitu ambacho ni outdated. Kwanza wengine wanasema Mungu ametumia mamlaka, sasa ni kukemea tu. Sio kila kitu ya kukemea mpendwa. Mengine yanahitaji upige magoti ulilie Bwana machozi mengi kama Hezekia. Ndio sasa aleta mabadiliko kwako. There is time to exercise God-given authority. And there is time to humble and surrender to God in tears. Ndio sasa Mungu achukulie hapo na atende. Na mambo mengi sana maishani hayahitaji to command, yanahitaji to cry to the Lord. But most of the time tunajua sana kuamrisha mambo na kudecree na kudeclare. Wakati mpendwa, Mungu anataka sana watu wenyekevu. Mengi sana yanahitaji sana unyenyekevu ulilie Mungu. You cry to the Lord. Na hapo ndio sasa utaona mabadiliko ambayo yatakuwa permanent. Mwaka bado ni mpya, tuko mwezi wa pili kwa neema ya Bwana, tarehe ni 2. Mungu ametupa nafasi, lakini bado niko hapa nikuambie mpendwa. Dunia hii kwanza hapa tulipofika duniani, usipomlilia Mungu hautafaulu. Usipojua kumlilia Mungu utateseka sana. Utasumbushwa sana na shetani. Kama wewe unasikia kulilia Mungu ni ngumu, nakwambia utahangaika sana, kwa sababu dunia hii mpendwa, mahali imefika, lazima tumlilie Bwana tusaidike. Lazima tumlilie Mungu, ndipo na sisi tusaidike. Ndio tutaweza kuona ushindi, ndio tutaweza kuona mema. Nje hayo mpendwa, hakuna mema, hakuna mema mpendwa. Na kitu Yeremia alinena kwa nabii. Kwa naomba niweke masikioni mwako ninapokupeleka kwenye mifano ya watu ambao walipata msaada, lakini walipata kwa sababu walimlilia Bwana. They cried to the Lord. Yeremia 9 mstari wa kwanza anasema, laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu yangekuwa chemichemi ya machozi, nipate kulia mchana na usiku kwa ajili ya hao waliouawa, mabinti ya watu wangu. Yeremia alijua machozi ndio yanasimamishanga mambo mabaya. Kumlilia Mungu ndiko kunasimamishanga mambo mabaya. Ndio wakati aliona watu wanauawa, kuna mauaji na utekaji nyara, Yeremia akasema, I wish kichwa changu kingekuwa ni maji na macho yangu yangekuwa ni chemichemi za machozi, nililie watu, nilie. Jeremiah is a prophet, but he knows there is power when you cry to God. There is salvation when you cry to God. There is deliverance when you cry to God, to any given problem. Hata kama duniani hakuna mlango, hakuna njia, lakini Yeremia anajua ukililia Mungu njia inaweza kupatikana. Ijapokuwa watu walikuwa wamekosa, na Mungu akawa ameondoka, wakawa wanauawa na kutekwa nyara, lakini Yeremia akajua kwamba tukimlilia Bwana mambo inaweza kubadilika. Ndiye akaonyesha tamanio lake ya kwamba angependa hata macho yake yatoe yawe chemichemi ya machozi, streams of tears. Ndiye aliye mchana mzima alijua ni machozi yanaweza kuleta ukombozi. Na wewe huwezi kumlilia Mungu na unataka ukombolewe, huwezi kumlilia Mungu na kuna mambo unasema yamezidi, nataka yasimame, asiendelee vile yanaendelea. You don't cry to the Lord. Sasa utaonaje ushindi? Tuonyeshe ushindi mpendwa. Ni ngumu. Jifunze kumlilia Bwana mpendwa.
Dunia hii sio rahisi kuona mema isipokuwa kumlilia Mungu. Hatuwezi kushinda kama hatuwezi kumlilia Mungu. Kama sisi tumekauka sana, hatuwezi kumlilia Mungu mpendwa. Hatuwezi kutoka kwenye vifungo fulani. Nyingine inahitaji kumlilia Bwana. Shida zingine zinahitaji kumlilia Mungu. Ndio sasa Mungu ataona kushuka kwako na akuinue juu. Nje ya hayo utakuwa unasema nangojea msaada wa Mungu na utaukosa. Utakuwa unasema nilimwambia mhubiri fulani akaniombee. Kumbe kile unaambia pasta kuombee, Mungu naye anangoja umlilie. Na wewe unasema nimeambia mhubiri akaniombee. Mambo mengi sana tunawaambia wachungaji watu waombee ni mambo Mungu angependa tumulilie sisi wenyewe. Lakini ndiyo mambo ambayo tunawaambianga wahubiri watu waombe. Lakini ni mambo ambayo Mungu angependa sisi wenyewe tumulilie. We cry to the Lord so that he can bring salvation, deliverance and a change that is permanent. Una shida gani mpe? Unaliuliza lipi? Ni wapi umefika umekwama? Usitangatange kuambia mahubiri. Wengine sasa ukiwaeleza shida zako wanachukua shida yako inakuwa kitega uchumi. Wanajitajirisha, they merchandise themselves to your need. Lakini suluhisho lipo mpendwa, mlilie Bwana. Usiku na mchana jitafute kwa Bwana kwa machozi. Jipeane kwa Mungu kwa machozi. Na hakika moyo uliovunjika na kubondeka Mungu atausahau. Hata kosa likiwepo, moyo uliovunjika na kubondeka Mungu hawezi kudharau. Hata kama ni laana, moyo uliovunjika na kubondeka Mungu hawezi kudharau. Machozi yanaweza badilisha hata laana. Machozi yanaweza badilisha chochote kile. Tuliona Hezekia, machozi yake ilibadilisha kifo. Kifo kilikuwa kimefika, lakini kumlilia Mungu kifo kikasongezwa mbele. Lakini machozi ndio sisi kwanza kizazi cha leo tumekausha wewe. Sisi hatusikiangi kulilia Mungu. Tunasikianga kujitafutia njia zetu wenyewe. Kujitia nguvu za uongo tu. Ndio nakula tunakufa tu ndani pole pole. Mpaka siku moja unashtuka mtu amekunywa sumu, unashangaa kumeendaje akunywa sumu. Ni kwa maana alikuwa anajitia nguvu za uongo. Anajiencourage tu kiuongo na kumbe ndani anasagika. Ndani tu anaumia na huku nje anajifanya tu niko sawa. Sasa unakuta tu mtu ameshtuka tu na amekufa. Kushtuka tu anaenda. Lakini yote mpenda tungejifunza kumlilia Mungu, hatungekufa ndani kwa ndani mpenda. Hatungelibeba shida tusizoee, hapana. Tungelipata suluhisho tena kwa haraka sana. Tungelipata msaada tena kwa haraka sana. Kwa Mungu usijifunze kumlilia Bwana. Teach yourself to cry to the Lord. There is nothing impossible. But you should humble and cry to the Lord. Kitabu cha Waamuzi, Judges. Wakati Yoshua alikufa, kulionekana wana wa Israeli wakaasi. Walipoasi, Mungu naye akajitenga na wao. Na mambo yakawa magumu sana.
kiwango ya kwamba wale mataifa walikuwa mbele ya wana wa Israeli. Mungu hakuwafukuza sasa, akawaacha wale mataifa wakaanza kusumbua wana wa Israeli. Wakaanza kuwajaribu kila mahala, ikaonekana kuingia Kanaani na kumiliki imekuwa shida sasa. Lakini sikiliza, Judges chapter 3 verse number 12. Judges 3 verse number 12. Basi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu tena mbele za Bwana, naye Bwana akamtia nguvu Eligoni mfalme wa Moabu juu ya Israeli, kwa sababu walikuwa wameyafanya yaliyo maovu mbele za Bwana. Huyo Egloni akakutanisha kwake wana wa Amoni na Amaleki, akaenda na kuwapiga Waisraeli, nao wakauchukua huo mji wa mitende. Tunaambia kwamba mfalme wa Moabu aliyepiga Israeli mpaka akachukua shamba ya mitende, kaliteka nyara. Sababu kubwa tunaambiwa ni kwamba Israeli walifanya maovu, they committed sin. So Mungu akawaachilia mfalme wa Eligoni ama mfalme wa Moabu Egloni, akakuja akawapiga sana, akawa Amaleki na Waamoni wakachukua mji wa mitende, wakateka nyara. 18 wana wa Israeli walimtumikia Egloni mfalme wa Moabu muda wa miaka 18. Sasa wana wa Israeli wakakuwa watumwa. The Bible says for around 17 years, 18 years, they became slaves. For 18 years. Sasa ile shida yako, umeteseka miaka mingapi? Hawa tunaambia waliteseka wakiwa watumwa kwa mfalme wa Moabu 18 good years. Ni watumwa wa mfalme wa Moabu. Lakini sikiliza 15. Lakini wana wa Israeli, that is Judges 3 verse number 15. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, Bwana akawainulia mwokozi, Ehudi mwana wa Gera Benjamini, mtu aliyekuwa mwenye shoto. Nao wana wa Israeli walimpelekea Eligoni mfalme wa Moabu tunu mkononi mwa huyo Ehudi. Hata kama walikuwa wameteseka for 18 years, bado walimlilia Bwana. Wewe umeteseka tu hata siku 5, umegive up. Unasema nimeamua tu mambo ikawa hivyo, nimezoea sasa. Lakini tunaambia kuna watu waliteseka 18 years, but they still believe it is possible, inawezekana, na wakajua siri ni kumlilia Mungu. Hata kama ni makosa yetu, ni dhambi zetu zimefanya tumekuwa watumwa 18 good years in the hands of the king of Moab, lakini waliamua kumlilia Mungu. Na wakati walimlilia Mungu, Biblia inasema Mungu akainua mwokozi katikati yao. Hakuna lisilowezekana mpendwa, na hakuna shida imepita Mungu, hakuna. Wacha ungana wako na ustaarabu wako, mlilia Bwana. Cry to the Lord. Hakuna shida imepita siku za kutatuliwa. Ni sisi ndio tumekuwa waungwana sana, wastaarabu sana, watu wanaojisikia sana, wanaona kumlilia Mungu ni utoto sana, ni utoto. Sawa. Upumbavu wa Mungu unazidi hekima ya mwanadamu, na udhaifu wa Mungu unazidi nguvu za mwanadamu, naye anawakamata wajanja katika ujanja wao. He catches the craft in their craftiness.
Mjifunze kumulilia Mungu mpendwa. Jifunze kumulilia Bwana. Hakuna kitu hakiwezekani, lakini kama wewe huwezi kumulilia Mungu, pole sana, utateseka na kuna msaada. Utahangaika tu na msaada utazidi tu kunyanyasika na mpaka uzoee shida, na kumbe hiyo shida ingetatuliwa tu kama ungelilia Mungu. Mtazoeana na shetani, kumbe ungemlilia Mungu angeondoka tu ukiwa free. Ziko hali watu wamezoeana nazo na wameziadvocate, wanasikia hakuna haja, niko sawa tu, nimesazoea, hata sioni haja, niko tu sawa, bora tu nipata hiki na nipate chakula. Umempa shetani nafasi na baraka zako umemuuzia shetani bila malipo. Umemtupia shetani. Sasa mpenda, mulilie Bwana. Don't give up. Cry to the Lord. These people, they served 18 years, but they never gave up. They had never lost hope. They still had hopes in God. Na wakaelewa siri ni kumulilia Mungu. Siri ni kumulilia Mungu. Na tunaambia wakati walimulilia Mungu, ati Mungu aliinua mwokozi katikati yao. Akainua a savior in their midst. Kumbe msaada mpendwa tuko nao tu. Ni sisi hatutaki kumulilia Mungu, lakini msaada uko mbali. Hapana, tuko nao tu. Ukijifunza kumulilia Mungu, utakuta mambo yanakuhangaisha, kumbe msaada unakaanga tu nao na wewe ujui. Utakuta mambo yanayokutesa, kumbe msaada ukaangi mbali. Ngine unasafiri sijui uende kutafuta nabii wapi na wapi, tena nabii mwenyewe lazima umulipe hela. Na kuna Mungu mbinguni ungemlilia tu siku 2-3 angebadilisha hali tena bila malipo. Lakini unachukua pesa, unamtafuta nabii, unampa hela zako, bado unakuta bado mambo ni yale yale. Mpendwa, sasa mwaka ni mpya, usiwatafuta tena wachungaji na manabii. Mulilie Mungu. Hitaji lako ameni inawezekana, na you cry to the Lord. Hawa watu walimulilia Mungu hata kama wameteseka 18 years, lakini bado walimulilia Mungu na Mungu hakunyamaza. Hata kama shida waliokuwa nayo ni imetokana na makosa yao. Even if the problem you have, it is you are the cause of it. It is your sins, your faults. When you cry to God, He is a merciful God. Kimulilia Mungu, you can be gracious to you. Anaweza kuonea rehema na akafuta hasira yake, akaondoa ghadhabu yake, akarejesha hema katika maisha yako. Usijifunze kumulilia Mungu mpendwa. Usiendelee kukauka na kujikausha. Jifunze kumulilia Mungu. Mtafute Mungu kwa machozi. Siku ya leo watu wanamtafuta Mungu kwa pesa. Mungu hachukuangi hongo. Kumtolea Mungu ni kuzuri, lakini usisahau Mungu hachukuangi hongo. Huwezi mwambia Mungu ati nakupea hii ubariki kazi yangu. Hiyo hongo Mungu hachukuangi. Hata bila kumtolea ameshakubariki. Hiyo pumzi uko nayo na nguvu uko nazo ndio baraka. Unafikiria ni baraka nini? Sio pesa mpendwa. Maana bila hiyo pumzi na bila hizo nguvu za kutembea, hizo pesa utazipata. Hiyo biashara utaifanyaje? Sasa bila kumpa hata Mungu hela, ameshakubariki, maana akikuamsha na amekupea nguvu za kwenda kazini. Hiyo ni baraka. Lakini sisi siku ya leo tunampa Mungu hongo. Nimeleta hii, Mungu anikumbuke hapa na pale.
Hata mfano wa hayo kwa Biblia hakuna. Sijawahi kuona kwa Biblia mstari kama huo. Kama kuna watu walimtolea Mungu, walitoa kama shukrani. Hawakutoa kama hongo fulani, ati nimetoa hii Mungu anisimamie pale. That is also blasphemy. Hiyo ni kumdharaulisha Mungu sana. Kama huyu Mungu sasa lazima umpe kitu ndio akusaidia. Hapana. Lakini mimi nakufundisha njia mwafaka ya kumwona Mungu. Yaani jifunze kumlilia Bwana. Teach yourself to cry to the Lord. Hata kama shida imechukua miaka mingapi, ukimlilia Mungu tu inaweza badilishwa, hali inaweza geuka. Nimekuonyesha mfano wa watu walioteseka 18 good years, lakini walikuwa bado wako na matumaini. They still had hopes and hope in God, na wakajua tukimlilia Mungu mambo inaweza badilika. And they cried to the Lord. Na tunaambiwa kwamba Mungu akainua mwokozi katikati yao. Ambaye, nirudia mstari wa tena usikilize mpendwa. Hebu nirudie mstari wa 14, kitabu ni wa Waamuzi. Judges 3 verse number 14. Wana wa Israeli walimtumikia Egloni mfalme wa Moabu muda wa miaka 18. Lakini wana wa Israeli walipomlilia Bwana, Bwana akawainulia mwokozi, Ehudi mwana wa Gera, Benyamini mtu aliyekuwa mwenye shoto. Nao wana wa Israeli walimpeleka Egloni mfalme wa Moabu tuno mkononi mwa huyo Ehudi. Kwa sababu ya muda wangu, mstari wa 30 nasema, basi Moabu alishindwa siku hiyo chini ya mikono ya Israeli, nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka 80. Umesikia mpendwa? Waliteseka 18 good years, lakini kulilia Mungu tunaambiwa nchi ilikaa na amani 8 years. Ona nguvu iliyo ndani ya machozi. Ndio maana wasilia Mungu. Shetani hawezi kuruhusu kumlilia. Maana najua ukimlilia Mungu mambo inaweza badilika kwa muda mrefu. Ndio maana Ayubu anasema mateso yako unaweza kuyasahau, kayakumbuka kama maji yaliyokwisha kumwagika. Wameteseka 18 years, lakini kumlilia Mungu, Mungu ameinua mwokozi. Wameenda wameshinda Moabu, na Mungu amewapea kustarehe miaka 80, 18 years wakapewa kustarehe. The power in crying to God, nguvu iliyo ndani ya kumlilia Mungu. Na wewe una matatizo na hutaki kumlilia Mungu, unataka tu basi kuombe. Ukienda kanisani unangojea ile masaa ya kusema wakuje mbele, wako na mashida wakuje mbele. Wengine hata wakiomba wewe uko pale tu uombe, wengine uko kwa simu na watu wanaomba. Angekusaidia haraka hata bila mhubiri. Lakini sisi tunataka mtengenezewe, tumsherehekea tulivyotengenezwa. Walimlilia Mungu. Wakati waliona kumeharibika, hawaku give up, wasema sasa hakuna shida, hakuna tumaini, wacha tu tukaange tu, tutesekange tu. Tuliumba tu tuteseke. Tena nabii mwenyewe ukimwona matatizo bado, kwanza ndiye anakuwa kwanza, mwingine ni wavitisho. Kimpata hivi anaanza kukutisha. Ninaona siku 17 ninaandikiwa kwa ulimwengu wa roho siku 17. Sasa ni kama Mungu anasema umepewa siku 17, utafute dhabihu haraka kabla hizo siku 17 hazijaisha. Naona mtu anaenda kwa mganga kwa ajili yako, pea vitu ambavyo hata wao wenyewe hawatumii. Wanakupea masharti ambayo hata wenyewe hawayawezi.
Yesu alisema wanampa mtu masharti ambayo hata kidole chao akiwezi kuuliliaji Mungu. Hata ujue kitabu cha Yaeli alipoongea mambo ya restoration, kwanza alipeana mwito wa watu kulilia Mungu. Kuna watu wanaotakanga wa restoration. Restoration does not come unless you cry to God. Lakini watu wengi wanataka waone Mungu akirestore, lakini hawataki kulilia Mungu. Hebu sikiliza maneno haya. Wacheni 2:25 nasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tudutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatayarika kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatayarika tena. This is a promise. Kwa hiyo unajua, ukisoma mstari wa 25, hiyo ni half gospel, injili nusu. Lakini ya watu ndio wapewe ahadi ya restoration. Kwanza, let us go back to chapter number. Maandiko yanasema hivi. Chapter number 1. Mstari wake wa 13. Restoration ilikuwa inatokea wapi? Verse 13 of John chapter 1 verse number 13. Jikazeni mkaomboleze enyi makuhani. Pigeni yowe enyi wahudumu wa madhabahu. Njooni mulale usiku kucha katika magunia, enyi wahudumu wa Mungu, kwa kuwa sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimezuiliwa katika nyumba ya Mungu wenu. Takaseni saumu, itoeni kusanyiko la dini, wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi. Waende nyumbani kwa Bwana Mungu wenu na kumulilia Bwana. Waende nyumbani kwa Bwana na kumulilia Bwana. Kwa hivyo restoration haikuahidiwa bila kumulilia Mungu. Ilikuwa kwanza watu wamulilie Mungu, wakaambia waitane, wakusanyike watu wote waende nyumbani mwa Bwana, walilie Mungu. Na hapo ndiye Mungu alipika akasema, sasa hapo ndio tutafanya restoration. Wewe unataka restoration na uwezi lilia Mungu? Na ngojea tu pastor kuombe I restore, I command restoration. Yaeli yako ambiwa aenda aombe watu restoration. Aliyeongea mambo ya restoration Joel, lakini hakuambiwa go and pray for them that they be restored. Ile miaka ilikuliwa ilikuwa restored, hakuambiwa hivyo. Ameambiwa kwanza uende waambie makuhani wakusanye watu wote wa kila mahali, wakuje nyumbani mwa Bwana, wamulilie Bwana. They cry to the Lord. Hapo ndio sasa Mungu alipeana sasa the promise of restoration. Na wewe utaki kulilia Mungu? Hata ukienda kanisani usikie ni masaa kulilia Mungu, tanga paka anachulizika machozi. Kuna mtu mkubwa, hata askari na bunduki, kuna mahali anajikutanga inabidi mpaka machozi yanatoka. Kuna mtu mkubwa mpendo, jifunze kulilia Mungu. Tunasuliwa na mabaya mengi na maisha yako yatakuwa restored. Amepeana ahadi ya restoration kupitia kumlilia Mungu. Wewe sitaka restoration na wewe umlilie Mungu. Tena si kulia tu, amesema ni kuomboleza. Kuomboleza ni kulia mpaka unabakisha mama, unatoa machozi, mpaka unakuwa kama mtoto aliyechapwa masaa mengi. Kuomboleza anabaki nako ndani yake. Ati hiyo ndio inafanyanga restoration inakuja. Na sisi tunasikia kulilia Mungu ni ujinga. Hata ukisikia mtu akilia Mungu na unaona kama anafanya upumbavu mwingi sana. Mtu mzima analia tu. Usijali, wewe kauka. Utakupata mambo, utalia cha lazima.
na uenda Mungu atasikia. Kwanza kama ulishawahi kumdharau mtu aliyelilia Mungu, na wewe ukililia Mungu ndio jamaa unalia, jamaa anaongezea shida, sababu ulikuwa unaona kama ni mzaa kulilia Mungu. Sasa itabidi akufundisha kumlilia ni kitu cha muhimu sana. Yachukue mafundisho mpendwa, sineni kwa ubaya, lakini najaribu sana kukufahamisha, nisisimue dhamira zako na ufahamu wako mpendwa, angalau Mungu ajengeke ndani yako. Ndiposa usije ukahangaika, kumbe unaweza kuwa unaweza kusaidika. Usije ukaachilia shetani akakimbia na baraka zako, kumbe ungelilia Mungu angemkomandi tu arejeshe. Na mwaje shetani anakimbia na ndoa yako, kumbe ungelilia Mungu tu angekomandi shetani angerelease ndoa yako, hata kama amekorogewa ndawa. Duniani Daudi anasema, twice have I heard that all power belongs to God. Sema ati mume wangu alikorogewa. All power belongs to God. Ungelilia Mungu, mganga dawa yake haina nguvu, haina. Ungelilia Mungu, ungekuta nyumba yako imerudi sawa. Mahali shetani aliweka mkono amendolewa kwa lazima. Maandiko yanasema God will trample the devil underfoot. Mungu atamponda shetani chini ya miguu yetu upesi. Kimlilia Mungu, anamponda shetani chini ya miguu yako, tena upesi sana, upesi. Ndio maana Waisraeli walipojitolea kumlilia Mungu, maandiko yanatuambia masaa hayo Mungu akainua mwokozi katikati yao. Wakaenda na huyo Eliudi mpaka kwa mfalme wa Moabu, wakamshinda siku hiyo. Na sio siku hiyo peke yake, maandiko yanasema kwa miaka 80. Yes, 8 years. Nchi ikakuwa na amani, ikastarehe. Nchi ikastarehe kwa sababu ya kumlilia Mungu. Mtu wa Mungu, si ukubali kumlilia Bwana, si ujitolee kumlilia Mungu, si unitafute Mungu kwa machozi. Unyenyekee mbele za Bwana, umlilie Bwana kwa machozi, uone kama hata kusaidia, uone kama hata kutetea. Kuna maandiko Daudi anasema, kitanda changu kimejaa machozi kwa kulia kwangu usiku kucha. Hata Daudi alielewa machozi yanasaidia, akajitolea kulilia Mungu usiku kucha. Anasema mpaka kitanda kikajaa machozi. Na ndiye anakuja anashuhudia kwamba ati nilimtafuta Bwana na akainama akasikia kilio changu, akanitoa katika shimo la utelezi. Utatolewaje kwa shimo la utelezi na ulilia? Mungu atawekaje wimbo mpya kinywani mwako and you don't cry to him? Na aliyewekewa wimbo mpya alimlilia Bwana. Mungu atawekaje miguu yako mwambani na wewe mliliangi Mungu? Na Daudi ambaye Mungu alimwinua akamweka mwambani, anasema alimlilia Mungu usiku kucha mpaka kitanda kikajaa machozi. That is why God raised him from a horrible pit, na akamweka mwambani na akaweka wimbo mpya kinywani mwake. Mambo ikabadilika kwa sababu David cried to the Lord. Teach yourself to cry to the Lord. There is nothing, there is no problem that has no solution, and there is nothing impossible with God. There is no problem that cannot change. Na hakuna shida ambayo ni final. Hapana, tunaweza kuona amani tena ya muda mrefu kama tukimlilia Mungu.
tunaweza kuona amani tena, tunaweza kuona furaha tena kama tunaweza mlilia Mungu. Tunaweza kuona ushindi tena kama tunaweza mlilia Bwana. Tunaweza kuona mafanikio tena iwapo tunaweza kumlilia Bwana. Usijitolee mpendwa, mlilie Bwana. Usiseme hii shida imeenda sana, nimeshaizoea. Bwana, mlilie Bwana. Cry to the Lord. Usiseme tatizo hili limeenda sana, huyu mzee vile sasa amevika hapa sioni akibadilika. Hapana. Kama Nebukadneza alibadilika, mzee wako ni nani? Hata Farao alikuwa na shingo ngumu, lakini usiku wa saa 6 alikimbia mbio sana kuita Musa. Akaambia Musa, msilale hapa. Walitoka Misri usiku saa 6. Farao aliwaambia kuna kulala huko, tutakufa. Shuhudia Mungu, mume wako atoka kwa mpango wa kando saa 6 usiku, akuje mbio. Rudi kwako. Wewe unasema ati nimeachana na yeye. Wewe ndio utakaa na huzuni na upweke, na shetani atakuwa anakuchekelea. Kuna lisilowezekana mpendwa. Mlilie Mungu uone mambo ikibadilika. Cry to the Lord. Uone mambo ikibadilika. Hata wewe ambao unasema najaribu hii kuacha hii nalemewa, najaribu kuacha hii nalemewa, si umlilie Mungu sasa. Cry to the Lord. Uone kama utakuwa free. Unasema nilijaribu nikashindwa, nikaamua tu niendelee tu. Kama unajaribu kuacha kitu na unalemewa, lilia Mungu uone kama utalemewa. Ukimlilia Mungu hautalemewa. Utabadilika bila hata wewe kujua ulibadilikaje. Kwa sababu ni Mungu mwenyewe atakubadilisha. Nasikia haya by the special grace of God. Mimi nafika hapo siku ya leo. Hayo ndiyo nilikuwa nimekuletea leo. Jifunze kumlilia Bwana. Inawezekana. Yote yanawezekana. Lakini lazima kumlilia Bwana. Mungu akatupe mioyo ya kubondeka na kuvunjika mbele zake. Atukirimie neema ya kumlilia na kuomboleza mbele zake. Aliambia watu wa Israeli, muomboleze na mlie ndio mkapate restoration. Mungu atukirimie neema ya kuomboleza na kulia mbele zake. Ndio maisha yetu yasichukuliwe na adui. Mema yasichukuliwe na adui. Tusizuiliwe mema, tuteseke wakati tunafaa kuwa tunakaa salama. Kwa jina la Yesu. Mara ulipo, tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la siku ya leo. Asante kwa wale umekirimia nafasi ya kusikia. Naomba neno lako litie nguvu, likafanye kazi na kuleta mabadiliko na ushuhuda, na sifa zitakurudia Bwana. Tuondolee ile roho ngumu, roho ya mawe, tuondolee Bwana. Uzito wa roho tuondolee, tukirimie neema ya kubondeka na kuvunjika mbele zako. Tukirimie neema ya kutafuta kwa machozi, kuomboleza, kwa maana hapo ndipo wetu walipata ushindi Bwana. Tujalie neema hiyo. Tuondolee ustaarabu, tuondolee ungwana. Tujalie neema ya kuwa wanyenyekevu, kwa maana uwezo ni wako. Tawala mahali hapa, tawala wazee, mama na vijana. Kila aliyesikia sauti mtawale, unajua shida yake. Mjalie neema ya kuvunjika mbele zako. Nawe Bwana ukatenda, kwa maana unaweza Jehova. Siku ya leo ikaendelee vyema na ikaishe vyema. Tunakataa mikasa na mikosi, majali barabarani. Yesu ondoa vurugu zote, maroho ya uharibifu na kila roho ya kuleta mabaya. Tunakemea roho ikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, katufunike na damu yako. Siku ya leo ikaisha vyema na sifa zitakurudia. Tumeamini ya kwamba umetenda na utazidi kutenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo
mapenzi yako pekee yatumie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Kama una uwezo mpigie Bwana Yesu makofi mahali ulipo. Kama una uwezo mpigie Yesu makofi mahali ulipo. Hallelujah. God bless you. Barikiwe sana. Mungu wa amani ya kutunza na kulinda, kujalie neema ya kushika na kutenda yale ambayo umeyasikia kwa jina la Yesu Kristo. Ujuana ni mbaya usitende. Kama unapitia shida, vumilia. Usiache kuomba, na unapoomba mulilie Bwana na atakusaidia. Wanaopatikana mtandaoni Holy Way Kenya, if on the internet to love the truth, you can find us on Holy Way Kenya. Ikawa ni baraka sana.